kamsha tu kiwanja kwa sentimita 2, mtoto yani hashuki, yuko tu pale pale sentimita 2. Naitwa Beatrice Dugange, natokea Kibaha. Changamoto yako ilikuwa ni nini? Changamoto yangu ni afya. Afya kwa sema. Mwanzo nilikuwa naumwa vidonda vya tumbo, lakini baadaye nikaja kupata shida ya misuli, hasa ya miguu, kutoka kiunoni kwenda chini. Kwa muda gani changamoto zote zimekutokea? Vidonda vya tumbo vilianza mwaka 2005 na kushikwa kwa misuli nilianza mwaka 2006. Tuzungumze hiyo changamoto ya misuli. Pengine ungetuambia ilikuwa inabana kwa namna gani? Ukiamka tu asubuhi ndio unajikuta kwamba una hiyo changamoto, au ilikuwa inakupata kwa muda gani? Kuna mtu mwingine haelewi kwamba changamoto ya misuli huwa inakuwa kuaje. Mwaka 2016 ndio niliolewa. Kwa hiyo shida mwaka gani? 2006. 2006. Ndipo niliolewa nikiwa na miaka kama 25. Nilikuwa napata changamoto ya misuli wakati wa tendo la ndoa, lakini sio mwanzoni, nikaribia mwishoni wa tendo la ndoa. Nilikuwa ninabanwa, yani nikiwa nashiriki tendo la ndoa, nikikaribia mwishoni naweza nikabana misuli, hasa upande wa kushoto. Yani nikibana misuli napata maumivu ambayo siwezi kuendelea kabisa. Yani naweza nikisema kwamba nikimwambia mwenzi wangu kwamba hebu acha, asipoacha na yani ninalia vibaya mno, misuli inashika, nasikia maumivu makali sana. Kwa changamoto hiyo ambayo ni ya kiafya, ukuwahi kwenda hospitalini? Nimeenda hospitali nyingi sana na nimekunywa dawa nyingi sana, lakini hasa wao walikuwa wananipa vidonge vya vitamini B, alafu kuna vidonge vinaitwa Neurobian Forte, nimekunywa sana. Na kipindi cha utoto wangu mpaka nilivyomaliza sekondari, mimi nilikuwa ni mwanamichezo, nilikuwa nacheza sana. Kwa hiyo wakawa wananiambia inawezekana ile michezo umeacha, ndio maana unapata hiyo shida ya misuli. Lakini baadaye pia ikawa inachanganya na ganzi, yani mkono huu na mguu huu nilikuwa napata shida ya ganzi kila wakati, najinyoosha, nafanya hivi, lakini nilikuwa sipati nafuu yoyote ile. Hiyo ni changamoto ya misuli kwa mujibu wa maelezo ya kwako. Tuzungumzie pia na hiyo changamoto ya vidonda vya tumbo, na yenyewe umesema kwamba umekuwa nayo kwa muda mrefu pia. Hukuwahi kwenda hospitalini? Maana lazima uende hospitali, pengine labda watakupatia dawa ili mradi tu changamoto hiyo iweze kufika mwisho. Hukuwahi kwenda hospitali? Hospitali nimeenda hospitali nyingi na nilikuwa napatiwa dawa na meza, lakini nilikuwa sipati nafuu yoyote. Naweza nikapata kwa labda siku 2-3, lakini baadaye inajirudia. Wakati mwingine naweza ikapotea miezi 3 nisisikie, lakini baadaye inajirudia. Nikawa ni mtu wa kunywa dawa moja kwa moja. Kwa ambao wameugua vidonda vya tumbo, nilikuwa ninakunywa Omeprazole. Yani nyumbani kwangu Omeprazole ilikuwa ipotei. Hata nikienda kazini Omeprazole naiweka mfukoni. Nilikuwa siachi kabisa. Tusikie, umepitia changamoto hiyo ya kiafya sana hiyo ya kwenye ndoa, umekuwa nayo kwa muda mrefu pia, lakini pia mbali na changamoto katika ndoa umekuwa na hiyo changamoto ya kiafya ambayo ni vidonda vya tumbo. Na kwa mujibu wa maelezo yako ni kwamba una shughuli ambayo unaifanya ya kiuchumi, hasa yani lazima utoke uende kazini ili mradi tu hali ya kiuchumi iweze kukaa sawa sawa. Nini hasa ilikuwa hatari kubwa sana katika swala zima la kiafya hilo la vidonda vya tumbo katika kazi zako, na hilo swala la changamoto la ndoa, ndani ya ndoa, na penye pia wewe kama mama, athari zake zilikuwa zipi? Athari ni kubwa sana. Kwa mfano, natoa athari upande wa kwenye misuli. Nilikuwa napata shida sana kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwa sababu mpaka ilikuwa inafikia hatua mume anasema bwana, mimi hadi sitaiweza. Na kwa nini kutokee wakati wa mwisho isikutokee mwanzo? Wewe mimi mwenzio kila nikitaka kumaliza wewe unasema naumia, umebanwa. Yaani mpaka nimwombe anipige kidogo kidogo ile sehemu ambayo imeshika, ndio baada ya muda kidogo inaachia, lakini akirudia tena inarudi pale pale. Kwa hiyo nilikuwa napata shida sana.
Hiyo ni kwa upande wa ndoa. Twende kwenye changamoto hiyo ya vidonda vya tumbo. Ilikuwa ina hatari gani katika maisha yako ya kawaida? Vidonda vya tumbo pia vimenisumbua kwa sababu mara nyingi hata sijui kwa nini, kwa sababu vilikuwa vinaanza kuuma kuanzia saa 9, saa 10, saa 11. Yaani mimi ninavyomaliza usingizi ili niamke kwenda kwenye majukumu ya kazi ndio naanza kuuma vidonda vya tumbo. Kwa hiyo mara nyingi unakuta mchana watu wameniona nikiwa vizuri, sina shida yoyote, nafanya shughuli zangu zote, lakini kila siku asubuhi mimi nalalamika naumwa, mpaka nikawa nafikiriwa labda nadanganya, lakini nilikuwa naumwa kweli. Wakati mwingine naweza nikaumwa mpaka nikashindwa kuamka. Nawaambia wanangu, ndeni mkaseme kazini mimi naumwa, au napiga simu, lakini ukipiga simu unaambiwa mpaka ufike hapa, fanya vyovyote ufike. Kwa hiyo nilikuwa napata shida sana. Unafanya kazi gani? Mimi ni askari. Sawa, tumeshasikia changamoto na nini athari za kile ulichokuwa unakipitia. Ungetuambia sasa taarifa za WRM uliweza kuzipata vipi? Taarifa za WRM nimezipata mwezi wa kwanza mwaka huu. Mimi niseme ni mama yangu wa kiroho na pia ni bosi wangu, anasari hapa. Nilikuwa nasikia kwamba anasari hapa, nasikia. Sasa niseme mwanzoni wa mwezi wa kwanza nikawa nimepata bahati ya kwenda kufanya ulinzi nyumbani kwake. Hasa wakati niko pale kwenye ile eneo la ulinzi, walikuja wamama kama 3 na binti mmoja. Sasa wakati bosi hayupo, nikauliza, nyinyi mmekuja kufanya nini? Kwa sababu mimi niko pale katika jukumu la ulinzi. Wakasema tumeambiwa tuna ahadi na mama tuje. Nikawa nimeendelea kuwahoji, lakini kutokana na maelezo yao nikakubali kwamba wamsubiri, na wakawa wameniambia kwamba anamsubiri. Baada ya bosi fika pale, akawa ameanza kumhoji yule binti, vipi, unajisikiaje, unaendeleaje? Akawa anasema kweli Mungu ni mkubwa, Mungu wa nabii wetu Nicholas Suguye ni mkubwa. Mimi nikawa nawasikiliza, na wakati huo tayari nilikuwa nimeshaanza kusikia kwamba anasali huku. Baadaye alikuwa anasimulia na tulisimulia sisi. Sasa naeleza vile yalivyomtokea, kwa nini anamuuliza yule binti anaendeleaje. Akawa anasema ilikuwepo Jumapili ya siku kabla, yani yule binti alidondoka kanisani. Kuna kanisa alikuwa anasali huko, akadondoka. Alivyodondoka wakawa wamemchukua waumini wenzao, wakampeleka nyumbani, wazazi wakampeleka hospitali. Wamehangaika naye, akawa hakupata nafuu. Usiku wa siku ile wakawa wamewaza kwamba huyu sasa tufanyeje, hebu tujaribu kupeleka kwenye maombi. Wakafikiria katika eneo ile, wakasema yule mama anasali, anaomba, ni ameokoka yule, hebu tumpelekee. Yaani hizo ni story ambazo mama alikuwa anasimulia pale baada ya ile tukio. Kwa hiyo akawa amekuja akamwombea kwa usiku ule. Kweli yule binti alivyoingizwa mle ndani alidai kwamba alianza kumuona mtu mbele yake, huyo ananifuata huyo. Kwa mimi wakati nasikiliza zile nikawa navutwa kwamba inawezekana ni kweli, lakini na mimi nilikuwa ni mbishi sana kwenda kanisani, yaani nilikuwa ni mbishi mno. Basi wakawa wameingia ndani. Walivyoingia ndani, ikatoka sauti kwamba huyo hapo, huyo. Sasa mimi niko nje, sielewi kinachoendelea ndani. Nikawa naendelea kusikiliza. Baada ya dakika kama 1 nikaanza kusikia kelele. Sasa zile kelele zikawa zinazidi, muda unazidi. Nikasema mimi hapa nimekaa kwa jukumu la ulinzi, sasa hizo kelele za ndani kama sizioni, nalinda nini? Nikajikuta nimemwacha mwenzangu hapa, nimekimbilia ndani. Nilivyokimbilia ndani nikakuta bodyguard wa yule wa bosi wangu kadondoka, sio mtoto yule tena. Alivyodondoka yule bodyguard, mimi nilifika pale, yani nilifika ni nyumba ya bosi, sikuvua buti wala niliingia moja kwa moja. Sasa badala ya kushangaa nikakuta tu nimeanza kumpiga mgongoni yule bodyguard, kwa sababu alikuwa amekakamaa, anahangaika kama anataka kutapika. Yule bosi wangu akawa anammiminia maji mdomoni, funua mdomo, anammiminia maji ya ubavu wa Yesu, anamtia na mafuta. Yule binti akifanya hivi, akimeza tu anaanza anatapika tena, yeye anajinyosha. Wakawa
nywesha yale maji, mimi nikajikuta tu nampiga mgongoni na mimi huruma ushanishika. Baada ya hapo akatulia. Alivyotulia mimi nikatoka nje. Sasa nimerudi nyumbani nikajiuliza, yule ni mtu ninayemfahamu, ametenda mambo yale kwa jina tu, kwa nini na mimi nisiende? Nikawa nafikiria na mimi nyumbani kwangu nina changamoto kibao, nina mambo mengi yamenizunguka miaka mingi. Nikasema hapana. Siku hiyo nikarudi nyumbani. Nimerudi nyumbani nikajikuta kila nikitaka kulala silali. Saa 5 nikaamka nikaenda kufungulia TV. Siku ile kwanza niliomba ile channel, nikaandika WRM. Kaenda nyumbani nikafungulia. Nimekaa kwenye TV toka saa 5 mpaka saa 7. Sina usingizi, sina nia, natamani tu niendelee kuangalia. Unaishi wapi? Naishi Kibaha, Kongoe. Basi saa 7 nikasema ngoja nikalale, kesho natakiwa kazini. Ilikuwa ni Jumamosi, Jumapili natakiwa niende kazini. Lakini kila nikilala nasema hivi haya mambo tutayaona tu kwenye TV mpaka lini? Na mambo yanafanyika hapa hapa. Mimi hapana, kesho siendi kazini, ninaenda kanisani. Kweli sikuja, yani niliamka tena, yani nimelala ile saa 7, niliamka tena saa 10. Nikaanza kumtafuta yule mtu ambaye natakiwa kuingia naye kwenye ile point. Nikamtafuta kwenye simu toka saa 10 mpaka saa 11, kutoka saa 8 mpaka saa 11 hapatikani. Saa 10 ilipofika niliamka nikajikuta tu nimeenda kumwamsha mwanangu, na mwanangu mdogo wa kiume nimekuja naye hata hapa. Nikaenda kumwamsha nikamwambia mwanangu, kesho leo tunaenda kanisani saa 10. Nikamwamsha, nikamwandaa, nikaondoka nikiwa nimevaa uniform. Nimekuja naye nikaenda mpaka kwa yule ambaye ninatakiwa kuingia naye ulinzi. Sikumkuta nyumbani kwake, akasema ameshatoka. Nikamfuata mpaka pale natakiwa kuingia. Nikamkuta, nikamwambia bwana, mimi leo naenda kanisani. Akija bosi akikuuliza usimfiche, mwambie nimeenda kwenye maombi. Kwa hiyo nikamwacha hapo nikaja. Bahati nzuri nimefika hii Jumapili iliyokuwa ya mwisho kupakwa mafuta kwa mwaka huu. Yaani awamu za nyuma kupakwa mafuta. Siku hiyo ndio nimekuja hapa. Nimefika hapa. Siku hiyo brother alikuwa anatoa somo la mafanikio yasiyozuirika. Ndio siku ya kwanza mimi kukanyaga katika hili kanisa. Nikawa nimekuja nikapata neema ya kupakwa mafuta, nikarudi. Sasa nimefika nyumbani, nataka kulala jioni sasa. Nasikia kelele masikioni, yani siwezi kulala. Yaani kelele utafikiri sijui nzi, sijui nyuki. Sasa nikajiuliza kwa nini nashindwa, hii kelele zinatoka wapi? Lakini nikasema tuliambiwa tusali, chote kitakachokusumbua tusali. Nikaweka vidole masikioni, nikaanza kukemea. Nikakemea kama dakika 2 tu. Kutoa vidole ile hali ikakata, sauti ikapotea. Sikusikia tena kelele. Basi nikalala mpaka asubuhi. Kumekucha nikawa nashuhudia wale watu ambao wako nyumbani kwangu. Nikaendelea. Jumapili iliyofuata nikaja tena zile siku 3 za kupakwa mafuta. Yaani niliona tu nimepata neema, hata yani nikawa nakuja tu. Ile Ijumaa nilikuja, Jumamosi, siku ya kuingia kisimani. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili zote nikaja. Sasa tukirudi nyuma, nilikuwa na shida ya vidonda vya tumbo na nilikuwa siwezi kukaa bila kula. Yaani mimi nilikuwa nimeshashuhudia kwamba yani ikitokea nimekaa sehemu ambayo ina njaa nitakuwa wa kwanza kufa. Siwezi nikavumilia mpaka saa 3 asubuhi sijala, siwezi. Sasa siku nimekuja hapa nimeshangani, siku ya kwanza ile nimekuja niliingia bila kula. Nikashangaa yani muda unaenda, tukuja kuangalia saa 9. Hivi imefika saa 9 sijala kweli. Nikasema basi. Baada ya kupita kwenye kisima cha maombi zile siku 3, nilivyorudi nyumbani nikawa naendelea kuangalia TV. Nikamwona baba moja aliwahi kupewa ofa ya siku 3 kuhudhuria mlima wa maombi na brother Sugue. Akapewa amri ya kufunga siku ya Jumatano. Mimi nikasema na mimi nafunga. Hata kama ni swala ambayo ilishapita, mimi ninaangalia leo, lakini hiyo Jumatano atakavyofunga na mimi nafunga. Kwa hiyo ilipofika Jumatano nikafunga. Nilipofunga
nikajikuta ni mtu wa kawaida tu, yani siumwi wala njaa iumi, sina wazo lolote. Basi nikamshukuru Mungu. Baada ya hapo, usiku wa Alhamisi baada ya kufunga siku ya pili, nikaingia kwenye tendo la ndoa na mume wangu, sikusikia chochote mpaka leo. Siumwi chochote na nina nguvu, hata sielewi hizi nguvu zimetoka wapi. Hata kikinitokea kitu usiku nikasema aidha ndoto, yani Mungu akanipa nguvu ya kuinuka. Nikiinuka nikiomba, yani nakuwa na amani, siogopi, sina wasiwasi wowote, najikuta yani kama vile yani sijui nimeshushwa kutoka mbinguni. Ongeza tena makofi kwa Bwana. Tunaona mkononi mwako una vifaa vya kiroho, pengine ungetuambia na venyewe pia vilitumika kwa namna ipi ili kuhakikisha kwamba changamoto hizo za kiafya zinaweza kuondoka kabisa? Kwa mara ya kwanza nilivyofika hapa, kwa sababu wakati nasikia mama wangu wa kiroho akiongea, nilikuwa nasikia anaongea juu ya hivi vitu. Kwa hiyo siku ya kwanza nimefika, ile siku baba anapaka mafuta, nilichukua leso. Nilichukua tu leso pale, nikaondoka nayo. Nikawa kila ninachokiomba, kama nikisikia nimekaa nyumbani nasikia kitu fulani kinauma, nachukua hii leso naigeuza sehemu yenye maandishi na picha ya brother, naiweka pale, naanza kukemea, nakemea. Yaani baada ya dakika 3 maumivu yanapotea. Basi na haya mafuta niliyachukua siku ya pili baada ya kuhudhuria hapa. Maji ya ubavu wa Yesu niliyachukua siku ya pili wakati nimehudhuria hapa. Nilivyoyachukua nikarudi nyumbani, lakini nilivyorudi nyumbani, ile nataka kulala, nikaanza kuumwa mifupa, yaani kutoka maeneo haya kushuka miguu yote miwili inapasua, sijawahi kupata kuona, yaani inauma vibaya mpaka nikawa nasema mama, miguu inapasuka, yaani ni kuanzia miguu hapo chini kwa kushuka. Sasa nifanyeje? Nikakumbuka wakati nachukua yale maji nilikuwa nauliza, haya maji nilimuuliza yule mama wangu wa kiroho, haya maji tunayafanyaje? Akasema lazima usome Zaburi ya 51 ndipo yatumie. Sasa mimi nimerudi nyumbani, nakumbuka nimesema mimi yani na kanisa ilikuwa vitu vili tofauti, yaani nilikuwa sielewi habari ya kanisani. Biblia ninayo, lakini nikachukua, sasa naumwa, sasa nifanyaje? Kila nikijisugua hivi nikijichua sipati shida, sipati nafuu yoyote. Nikasema lakini hapa nina kitambaa, nina haya maji, Zaburi ya 51. Nikasema ngoja nichukue Biblia. Nikajikokota nikachukua Biblia, kila nikifunua sioni, kila nikifunua Zaburi ya 51 na sijawahi kufunua, sielewi. Nikaiweka hapo Biblia, nikasema kwa jina la Yesu haya maji yatatumika sawa sawa na mapenzi yake. Mungu nisaidie. Nikafunua yale maji, nikamwaga, nikasema haya ni maji ya ubavu wa Yesu. Yesu aliteseka kwa ajili yetu, haya maji yalitoka kwenye ubavu wa Yesu, leo yakaniponye. Nikajichua vile, nikawa kama najipaka, yaani dakika 2 hazijapita nimepona kabisa. Uwe hai. Yes. Uwe hai. Haijalishi nini unakipitia, leo utakwenda kupokea. Amen. Hata kama ulikaa miaka 20, miaka 40 hujaenda kanisani na nini, sijui kanisa ulikuwa ulijui, madam tu umeshafika mahali hapa ama unafuatilia matangazo haya ukiwa makazi, amini tu kwamba Mungu anakwenda kukuonekania. Amina. Tuendelee dada. Na hii stika, yaani siku ya kwanza kuiona niliona kwenye mlango wa bosi wangu, ndio iliyoonyeshwa kidole na yule binti yule pale, hii hapa. Yaani alienda alionyesha tu yaani aliuliza kwa nini ulikuwa unasema yule pale? Akasema nilikuwa naona moto unaniwakia kutoka kwenye ile stika mlangoni. Hivyo ndio vifaa vya kiroho ambavyo vilitumika kuhakikisha kwamba, ya kwanza ni stika ambayo uliamini kwamba kwa kweli kama mama anaenda sehemu hii basi ni sahihi, kwa changamoto za kwako zitakuwa zimefika mwisho, na hatimaye ukatumia vifaa vya kiroho vingine ambavyo vikaweza kukusaidia mpaka dakika hii unatuambia kwamba uko salama kabisa. Kuna wengi ambao wamekufuatilia kupitia WRM TV na wengine ambao wako mahali hapa wamekusikiza. Nini ambacho umekipitia na nini ambacho umeweza kukipokea? Una nini cha kuambia? Yaani mimi sijui nisemaje. Ambacho naweza nikasema kwamba wote mnaoniangalia,
Yaani haijalishi kwamba umepitia mapito ya aina gani, haijalishi umekuwa muovu wa aina gani, haijalishi umeenda makanisa mangapi, au haijalishi umeenda kwa waganga wa kienyeji wa aina gani, umechanja challenge za aina gani. Nasema Mungu yupo mahali hapa. Njoo tu, hata kwa kujaribu unakuja, lakini uponyaji utakuja kuupata hapa bila wewe mwenyewe kutegemea wala kutarajia. Nini ahadi yako kwa Mungu? Ahadi yangu kwa Mungu, nasema nitamtumikia maisha yangu yote. Amina. Madame Béatrice est en train de témoigner la bonté de Dieu. Dieu l'a délivrée dans les problèmes de santé, l'estomac. Elle témoigne qu'elle a commencé à souffrir de l'estomac pendant beaucoup d'années. Elle s'est mariée en 2006 et les problèmes des muscles l'ont beaucoup affectée. Lorsqu'elle rencontrait son mari, au moment de rencontre, elle s'est sentie très mal. Elle est allée à l'hôpital pour les problèmes de l'estomac et elle a été donnée de l'oméprazole comme médicament, mais la difficulté était à la même place. Elle a eu beaucoup de difficultés car même son mari commençait à être fatigué de cette situation. Et le mal d'estomac commençait toujours au bon heure et lorsqu'elle voulait partir au travail. Elle a découvert des informations de Deborah chez sa patronne et par 3 mamans qui sont venues saluer sa patronne. Elle a entendu des bruits et tant qu'à elle, comme gardienne de sa patronne, elle a voulu voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Et ce qui était étrange, elle a vu la garde du corps de sa patronne était par terre et touchée par la puissance du Saint-Esprit. Et on lui donnait aussi de l'os le corps de Jésus-Christ. Trouver la grâce de venir ici à l'église, elle a reçu lui de la bénédiction et guérison. Et elle continue toujours à assister au culte. Elle ne pouvait pas passer beaucoup d'heures sans manger, mais lorsqu'elle est venue ici à l'église pour la première fois, elle s'est trouvée passer 2 heures sans manger. Et tout va anormal à ce moment dont nous parlons, car elle n'a plus de douleur au moment des rencontres avec son mari. Et aussi, elle n'a plus de douleur sur les maux de l'estomac, et l'estomac a été guéri par la puissance de Jésus-Christ. Aussi, elle dit qu'à travers des items spirituels, Dieu l'a guérie par des différentes maladies qu'elle avait. Aujourd'hui, elle est très contente, elle bénit, elle remercie aussi Jésus-Christ pour ses merveilleuses délivrances. Conseil pour les autres, elle dit que peu importe les difficultés vous passez, Dieu est ici, venez nombreux seulement et vous allez manifester le pouvoir du Saint-Esprit qui se trouve ici à l'église de Deborah. Que la gloire revienne à Jésus-Christ qui travaille puissamment avec son serviteur pour ce merveilleux témoignage. Amen. Hongera sana na Mungu endelee kuutunza muujiza wako. Amina. Mwisho tu kiwanja. Kwa sentimita 2 mtoto yani hashuki. Yuko tu pale sentimita 2. Jesus name. Mwanangu ataponea makanisani japokuwa sijui ni kanisa gani. Nikachukua stika hii hapa na ya mafuta.